Sawa. Lakini kumbe nilikuwa sijaona hata huku nje ya darasa kabisa. Kuna mambo ambayo yanaendelea. Kuna mambo ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi nikicheki hapa. Kuna fundi yuko hapa. Hello, habari yako? Salama kwema. Kwema, uzima upo? Mimi mzima hisi. Kabisa. Kwema kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Laurent Mayai. Mimi ni fundi seremala. Tunatengeneza vitu mbalimbali ya mahali hapa. Ina maana hii nayo pia ipo katika taasisi hiyo ya IPOSA, si ndio? Iko kwenye IPOSA, Aha, unaweza kunieleza kwamba wewe upo katika sekta gani hapa IPOSA? Au ni mwalimu au nani mwanafunzi pia katika? Mimi ni mwalimu wa IPOSA. Ninashughulika kuwafundisha na kuwawezesha hao wanafunzi. Sawa. Unaweza kuniambia katika huu upande wako wewe huku wa ufundi una wanafunzi wangapi? Nina wanafunzi 3. Wanafunzi 3. Ingawaje wengine walishamaliza wanafunzi 8. Enda kujitegemea mitaani, lakini ambao tumebaki nao ni 3. Safi sana. Unaweza kuniambia kuna changamoto yoyote katika upande huu? Changamoto ambayo tunaipata, wanafunzi tunapokuwa tunawafundisha kwa muda mrefu, pengine wengine wanaomba vyeti. Lakini katika swala la vyeti ishasema kwamba serikali inalishughulikia ili waweze kuungana na WAVETA ili wanapata vyeti sehemu ambapo wanaenda kufanyia kazi. Changamoto nyingine ni mwitikio kujua kwamba wazazi kwamba kuna fani kama hii kwa ajili ya kuwawezesha watoto. Kwa hiyo ndio changamoto kwamba tunazidi kuwaelimisha wazazi na watoto wao kwamba wajue kuna mafunzo ambayo yanatolewa bure kwa ajili ya kuwawezesha ili kukaa vizuri katika hali ya mitaani. Aha, basi sawa. Sasa sisi unapotuona hapa ndio inabidi sasa tuwe kama jicho la kuweza kuwasemea hao walioko huko mtaani ambao hawaelewi chochote kile ambacho kinaendelea hapa katika hii taasisi. Wewe kama mwalimu, una jambo gani la kuambia watazamaji wanatutazama hapo au hao vijana ambao wanatuangalia, wazee, lakini najua hapa pia kuna elimu ya watu wazima, si ndio? Sasa hao wanaotutazama, vijana, wazee kwa wanawake, unawaambia nini? Ninachowasihi tu kwamba hii serikali imeamua kujitoa kwa ajili ya kutengeneza fani mbalimbali. Lengo ni kuwaondoa watoto mitaani ambao hawana shughuli na ambao hawana fani. Kwamba watoto wanapokuwa na fani za kuweza kujikimu kwenye maisha, hatuwezi tukahangaika katika kuwahifadhi watoto wetu na kuweza kujiendeleza. Kwa hiyo walete watoto. Hoja yangu kubwa, walete watoto ili waweze kupata fani mbalimbali za kuweza kujitegemeza katika maisha yao. Huko ndani nilipokuwa darasani nimeambiwa kwamba hakuna kiingilio. Je, katika huu upande huko kuna kiingilio chochote kile? Kiingilio hakuna. Ni bure. Mafunzo ni bure kabisa, ni bure. Free kabisa. Ni free kabisa. Kwa hata mimi nikitaka naruhusiwa. Unaruhusiwa kabisa. Karibu sana. Asante sana. Shukrani sana. Bwana, hapa nadhani sasa tutakuwa tumefikia hitimisho na kuweza kuyapunguza ambayo yalituleta katika hii taasisi. Usisahau, nimekwambia tupo mkoani Tabora, wilaya ya Kaliua. Mimi niliyesimama mbele yako naitwa Brighton Kasim. Asante sana kwa kunitegea sikio hapo mwanzo mpaka sasa tulipofikia. Asante sana.